Shukrani sana ndugu msikilizaji wa Radio Television Ngyoku, kukaribisha karibu kwenda kutazama video ya hali ilivyoko huko Kinshasa. Muda huu nazungumza nawe nikiwa maeneo ya Uvira ambako tumekuja kwenye ziara za kumpokea waziri wa ulinzi wa DRC ambaye amewasili leo hii hapa Uvira. Ni kuombe kabla ya yote ndugu msikilizaji uweze kujiabone, alafu uweze kulike, pia uweze kusambazia wengine ili nao wapate kama ulivyopata. Ndugu msikilizaji, jiabone ili utusaidie kwa kutusapoti kwa kazi tunayoendelea kuifanya. Ndugu msikilizaji, watu 37 wameripotiwa kufariki baada ya mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko makubwa huko jijini Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ambako inasemekana nyumba nyingi magharibi mwa jiji hilo la Kinshasa zimeharibika na maji tangu kuanza kunyesha kwa mvua hiyo siku ya Ijumaa wiki iliyopita. Kulingana na taarifa kutoka kwa meya wa jiji hilo la Kinshasa ni kuwa mamlaka ya nchi hiyo imetuma timu kuokoa ili kuendelesha uokoaji na kusaidia baadhi ya wale walioathiriwa. Mengi zaidi naye Fredite Ndilonge kutoka huko Kinshasa. Ndugu msikilizaji, waathirika wengi walipoteza maisha wakati maji ya mto wa Njili ulifurika na wengine kuangukiwa na ukuta wa nyumba zao, kama hapa Matadi Kibala, wilaya kusini mwa jiji, ambako Christophe alipoteza watoto 6. Kwa sababu maji ilikuwa inapita mingi mbele ya mlango, na sisi tukatoka nje tukaanza pasua mfereji. Tukatosha mwili moja hapa pembeni hapo, ingine mbili kule yulu. Kwanza kutosha na kule ingine nyumba inaanza anguka ngambo kule. Tukakimbia kwanza na shia, tukaanza kufanya tena. Wilayani Ndanu watu kadhaa hasa watoto walilala juu ya paa za nyumba na wengine walikwama kwenye daraja baada ya mvua kunyesha na kuharibu barabara nyingi. Tulilala nje hivi, tunatosha kumwina mtoto bebe ule, hakuna nafasi ya kukimbilia. Sasa tunatoka tunasikia mara moja tena miri yetu ya lupango inaanguka. Kwenye maji inapitia bado shaba anafunga. Unajua ke maji anatafuta njia yake. Njia ionekane directement anasilika na anafanya hii badega yote inaonekana hapo. Wizara ya Afya la jiji la Kinshasa ambalo limesaidiwa na wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu wameongoza operesheni ya kusaka mili, uhamishaji na eneo la hifadhi la dharura tayari kujengwa. Patricia Ngongo ni waziri wa afya wa jimbo la Kinshasa. Sasa tumeanza uhamishaji tukiwapa kipaumbele watoto na wanawake. Tulitengeneza pia eneo ya hifadhi ya dharura ambapo tuliwahamishia watu hao wote ambao watatunzwa na kutibiwa kwa dawa. Tumeanza tangu jana. Idara inayotathmini hali ya anga DRC yameomba raia kuwa makini wakati huu wa msimu wa mvua. Idara hiyo inasema hali kama ya mwaka jana yanaweza kujitokeza tena, ambako watu zaidi ya 40 walifariki Kinshasa kwa mvua za mfululizo. Fredite Ndilonge, Kinshasa. Huyo ni mwenzangu Fredite Ndilonge kutoka huko Kinshasa aliyekuandalia ripoti kamili kulingana na hali na tukio iliyoko huko Kinshasa kwa muda huu tunavyozungumza nawe ndugu msikilizaji. Na ni kwamba kwa upande mwingine tujielekeze huko Baraka ambako leo hii milio ya risasi imeripotiwa kusikika kwenye mji wa Baraka mida ya saa 11 hadi saa 12, ambako inasemekana kuwa risasi hizo zimetokana na hofu ya mtu ambaye waliyemuona akiingia kwenye jiji hilo akiwa ameshikilia silaha na kuweza kuingia kwenye pango moja lijulikanalo kama Boulangerie la Merveille, na hapo ndipo wazalendo walipofika ili kuweza kushuhudia mtu huyo ni nani wa aina gani. Hapo ndipo risasi zimeanza kurindima kwenye jiji la Baraka, hali ambayo imesababisha wasiwasi kuwa nyingi kwenye jiji la Baraka hadi baadhi ya shughuli kuweza kufungwa, kama kufungwa kwa duka ndogo ndogo na duka kubwa kubwa, kufungwa kwa wauzishaji wa wale wanaozisha biashara dogo dogo, wote wameweza kufungwa hadi kusababisha kufungwa kwa soko kwenye jiji la Baraka. Ndugu msikilizaji, huku inasemekana baadhi ya mwendesha pikipiki mmoja kwa bahati mbaya amebahatika kuweza kupigwa na risasi hadi kuweza kujeruhiwa vikali na kupelekwa kwenye hospitali kuu ya hapo Baraka. Ndugu msikilizaji, hadi muda huu inasemekana hali ya wasiwasi bado ni nyingi kwenye jiji la Baraka, huku ikisemekana hawafahamu litaisha lini. Bado hali hiyo ni mbovu kwenye jiji la Baraka. Na tujielekeze hapa Uvira ambako kama nilivyokujuza ndipo unapatikana kwa muda huu, ambako mheshimiwa waziri wa ulinzi wa DRC Ngoi Kabombo Mwandia Vita ameweza kuwasili hapa kwenye jiji la Uvira leo hii mida ya mchana, huku akiwa kwenye ziara za kutafuta usalama mashariki mwa DRC, hali ambayo imesababisha raia wa Uvira
kuweza kujisikia raha, huku wakisema huenda ujio wake kwenye jiji la Uvira inaweza ikawa sababu kuu ya wazalendo kuweza kupata nguvu ya kuweza kudhibiti mji wa Bukavu na kuondosha waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Lakini kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji, ni kwamba huko Masisi kumeripotiwa vifo takriban vya watu 100 ambao waliweza kufariki huko Masisi, ambao waliuawa na waasi wa M23 kama zinavyosema duru za mahali, huku ikisemekana kuwa raia hao walilala usiku na baadaye asubuhi kuweza kuamka na kukuta maiti zimezagaa kwenye mtaa mzima huko Masisi, hali ambayo mashirika ya kirahia yameweza kulaumu tukio hilo ambalo limeweza kutokea huko Masisi, huku ikiwalaumu waasi wa M23 kwa yale mauaji ambayo wanaendelea kuyaendesha kwenye maeneo kadhaa mashariki mwa DRC, mauaji yanayofahamika kama mauaji ya kimbari. Na kufikia hapa, ndugu msikilizaji, ndio ninatamatisha yale niliyokuandalia jioni ya leo. Nikuombe tukutane hapo kwa mida chache nyingine ambayo inayokuja hivi karibuni. Nikuombe ungana nami huku nikikuandalia mengine ambayo ninayachemsha mezani. Nikuombe hapo lipo kabisa usiondoke, lakini ungana nami mwanzo hadi mwisho nikikuletea ujumbe wa wazalendo walioko Bukavu kwa raia wa Bukavu. Ndugu msikilizaji, mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal, nite sauti ya mzalendo. Ni kushukuru, niseme asante, na usikose kujiabone pia na kuweza kulike na kusambazia wengine wapate kama ulivyopata.